Kwani nini? Kwani nini? Asante kauza mshegede, amezidi upishi, kapata UTI mifunza mwa. Hatima. Hatima wewe. Yaani wewe bado tu hujapona unahangaika na hilo janga. Yaani unazidi kutoa harufu. Na huyo mwenzako alokugaia huo ugonjwa. Sasa hivi kakaa kule katulia ka relax mwenyewe ana enjoy. Jinsi unavyozidi kuteseka, mwenzako kuna kitu kule anaongezewa. Sijui unaelewa. Na mimi nazidi kufurahi kuona unateseka. Yaani ulizidi sana umalaya. Alafu kufuatilia mambo yasio kuhusu kijana. Ona sasa hivi unavyoteseka, unanuka. Sawa. Endelea kufurahia. Labda nikupe salamu. Na hivi najangikia kupona, nikishapona nitadili naye. Eti nikipona nitadili naye. Alokuambia unapona nani? Huyo mtegemezi wako tu ulomtegemea mzee Ramadhani umeenda kwake kakutimua. Mwokozi gani atakayetokea katika kijiji hichi akakuponyesha wewe? Unajidanganya kaka. Sijui unaelewa? Hutopona. Kama sio mzee Ramadhani, Mungu mwenyewe atanishushia. Ndio akuja kunitibia hili tatizo. Nitapona tu. Eti nitapona tu katika janga hili nitatoka wewe. Utazidi kuteseka sana tu. Kwani nini? Kwani nini? Asante kauza mshegede, amezidi upishi, kapata UTI mifunza mwa. Nimekutana na mwanao. Mwanangu yupi tena? Huyo. Mzee Dole au? Maana Mzee Dole siku hizi ananichanganya kichwa sana. Sio Mzee Dole. Shangazi yako sijui kasema ana kibaraka she. Ana tumbo kama pipa. Yuko eti nakupenda. Nikamwambia unanipenda Nikamtoa makende. Usiniambie. Mwita huyo. Huyo. Hana makende. Yaani hapo mwacha mumpe. Amekutana nacho kwa kweli. Nacheka kama komba. Niambie ikawaje? Yaani mumpe. Hapo alipo. Huyu nani tena? Mrudishieni mume wangu makende yake. Makende. Nacheka kama komba. Sijachukua makindi wala makondo yoyote mbwa wewe. Mwanga mkubwa wewe. Wewe ndio nilikuona umechukua makende ya mume wangu. Kwa hiyo naomba uyarudishe. Rudisha. Nimrudishie Bishakira? Ndio, rudisha la kwangu. Anaonekana yuko vizuri Ndio. Sawa. Narudisha. Alhamdulillah. Ningeenda kumjibu nini yule mwanamke? Na jinsi alivyokuwa mkali vile. Alhamdulillah. Kweli nimeamini kuwa uyaone. Leo niliyaona. Hebu nishika bega makende yameenda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kukuvamia wanawake huko. Hayo nikague vizuri kwanza. Yapo. Nishamrudishia. Karibu. Inaonekana uko vizuri. Karibu basi. Karibu sana. Karibu. Nimekaribia. Wewe kingunge, lakini shoga yangu nimekupenda. Sasa nyie mnachukua makende ya mume wangu. Mimi nitaishiishi vipi? Kwa yule ndo bwana wako.
Yule ni mume wangu, sio mchumba wangu. Karibu shoga yangu. Tumekupenda, tumekuelewa. Yaani tumekuelewa. Karibu sana. Habari zenu? Salamu. Mimi msijali, mimi anioni. Endeleeni. Hakuoni? Hawezi kuniona. Na muonekano wote huu hakuoni. Uko vizuri. Usiniambie. Wewe ndio umeshindikana kiasi hicho? Salamu alaykum baba. Wa alaykum salam. Shikamoo baba. Marhaba. Karibuni. Asante. Baba, huyu ni rafiki yangu. Ila yeye ni mgeni kidogo, kwa hiyo amepata na tatizo kwenye hiki kijiji. Nilikuwa naomba umsikilize baba. Kama anavyoeleza ndugu yangu hapa, nimepatwa na matatizo katika hiki kijiji, lakini kuna mtu ambaye mimi nilikuwa natoka naye katika hiki kijiji, na huyo mtu ndio chanzo cha matatizo yote haya. Nilikuwa naomba nisaidie mzee wangu. Weka viatu vyako hapo ukalimu. Sawa mzee. Huyu mwanamke mmesema mmetembea naye. Huyu ametembea na Bi Shakira. Bi Shakira, unajua muda ni kitu kimoja muhimu sana. Ndio Mbarikiwa, najua. Unalijua hilo? Ndio najua. Kwa nini tunacheza na huu muda? Mpaka sasa hivi tuna watu 6 tu kama sikosei. Na Konko, Manyoka, wewe na mimi. Kwa maana tupate bado kama watu 8 ama 9. Tunatolea wapi hawa? Najua Mbarikiwa, ila usijali, kwa sababu kuna mchawi mmoja tumempata, yupo kijiji cha pili. Okay. Tumeunga naye urafiki, anaweza akatusaidia. Una imani naye kweli wewe mtu? Ndio Mbarikiwa. Unaweza kumpata ndani ya muda? Mimi nitaongea nao ili mradi tutimize lengo letu. Basi ni vizuri kufanya haraka ndugu yangu, ili tusichelewe. Sawa? Sawa Mbarikiwa. Hatuna muda tena Bi Shakira, tutakuja kufeli. Ni mazingara tu haya. Mimi hapo ninachohitaji kwa saizi ni msaada wako tu mzee. Na naahidi kwamba nikipona tu katika hiki kijiji naweza niondoke kabisa. Ndio ushapona wewe. Wewe ndio ushapona. Hai. Mpe mwenyewe aende akapakae tu. Sawa? Sawa. Atakufikia, atakupa. Sawa. Utapokea na mkono wako wa kushoto eh? Sawa. Alafu utaingiza, utapakaza. Asante. Asante mzee wangu. Asante sana. Sawa baba.
Mimi ngoja nimsindikize huyo. Haya, safari njema. Haya. Ugonjwa vya kutototo hivi. Hata kile ka ugonjwa gani kale? Ila kama hujui basi kwako lazima uone hili tatizo kubwa. Lakini kwa yule weredi mkubwa kutambua yale sio maradhi. Ndio maana kapachikwa kijizigo kidogo kinamzurulisha. Mungu mkubwa bwana. Enzi zetu tuliamini ukivuruga amani ya marehemu huwa haimaliziki vizuri kabisa. Kwa hiyo haya mambo yanayoendelea hapa inawezekana ikawa ni matokeo ya zama hizo zilizopita. Ndiyo, hayo ni mambo ya enzi ya mzee Ramadhani kabla hajaacha uganga. Uganga? Ina maana mzee Ramadhani alikuwa ni mganga? Si mganga wa kawaida, alikuwa akijua mambo ya mizimu na vilio vya usiku. Alafu nimesikia ule mzee alikuwa mtu hatari vibaya mno, maana alikuwa anajua mpaka kitu kilichokuwa chini ya ardhi. Wana kijiji wenzangu, kama amerudiwa na kile alichokiacha, basi tujue kwamba kijiji kizima kitaangamia. Kwa 100%. Mimi naona mzee Ramadhani ndo anahusika majanga yote hapa kijijini. Kwa sababu gani? Kwa sababu uganga wake na mambo yake ya zamani yote yanaita historia mbaya. Ndio kama hivi mauzauza mnavyoona. Tena naona hapa pashavurugika. Yaani mlindimo una msisimuko unanisukuma, naogopa. Yaani usiwasi ushanijia mwenzenu. Hatima. Hatima Hatima mama ye. Hatima yangu. Hatima wana hatima ya wana we. Hatima. Hatima mama we. Hatima mama. Kamanda amejionyesha, ule ulinzi wake ameufungua. 1, 2, 3, 4, 5. Kamanda huyo. Kamanda. Sawa. Maadamu umezungumza, kwa sababu umezungumza kihekima, kibusara. Mimi mtu mzima na yajua kwamba shabaha yako wewe ni nini. Umenielewa? Na yafanyia kazi. Tena sana tu. Nitaenda kumweleza kamanda yenyewe kwamba wewe kamanda una mtindo gani, na kujua wewe mtundu. Lakini utundu wako hapo mnafikia makamo sasa tofauti na umri wako. Acha. Nitamuona pale, je, analegeza kamba au anakaza? Kama analeta maneno yale ambayo ni sio yataka mimi, analeta maneno ya kisera. Ananijua na wewe unanijua vizuri. Maneno ya usera kwangu mimi sitaki. Sasa ukamwambie tena usifanye masiara, usilete mzaa kwa ile swala. Kamanda wanamtafuta usiku na mchana, tena kwa marefu na mapana. Sasa ile kofia aliyoonyesha yale sio majambo, kwa sababu leo ndio ulinzi wake. Wenzao kwa hawamjui, wanamtafuta wajue kampatia wapi. Ninapoongea hivi na maanisha kuna wakati wa utani, lakini kuna wakati wa serious Kiingereza. Yaani umahiri wa lile neno, wa lile jambo unalolipokea, unalipokeaje? Mimi hapo. Lakini pia kuna msemo ambao unasemaga wewe kwamba wale unajiita chini juu anga za mbali. Sasa mimi nasema hivi, hapa mguu ndala, mkono ndala, iserere isalala, chuma cha kare. Kuna fununu, kuna minongono kwamba mzee Kigoda anataka kumuoa mtoto wa mzee Ramadhani. We, umepigaje hapo? Hapo kati nilipopiga. Kigoda huyu? Kigoda huyu. Sasa huyo Kigoda nadhani kwamba anachezea makalio ya Simba. Yeye kama chini juu anga za mbali. Mimi
nitamkomesha hapa. Mguu ndala, mkono ndala, iserere isalala, chuma cha kale. Lakini sio chuma cha kale kusema mguu ndala mguu singo hivyo, kwenda kule na kujipanga, kwa sababu Kigoda sio unavyomuona vile. Ukimwendea kwa upukurupu baba unauponza. Tena ukilaya mzee Kigoda. Ukale na Juma Nyoka. We. Ya Juma Nyoka. Alafu mtoto yeye jamani, ile staili yake. Yaani eti anatuna eti anatuna. Alafu natokea mtu jamaa. Yeye Juma Nyoka yeye. Kwanza alafu leo si tena jeuri. Nuksi. Basi limeisha. Mimi nitatafuta. Nitaanza na 1 baada ya 0. Wewe vipi tena? Si nimekuacha nyumbani, unafanya nini hapo? Mimi ni Bishakia. Ondoa wasiwasi. Nacheka kama komba. Mbona vituko hivi? Au ndio operation unaanza kuitumia vizuri? Yaani toka niingie kwenye mwili wa Esther, nawashwa, nina hamu ya kufanya mapenzi tu. Yaani nawashwa shoga yangu. Una makulambo, wewe mzee. Mzee Zuberi anakuja. Sasa hapo kazi kwako. Na anapopenda vitu vidogo. Hachomoki. Yaani mpe steli zote mpaka ile. Mti chagua nikupe wewe nipe mimi. Kwa hiyo kazi kwako. Usijali. Mimi naondoka. Ila hakikisha mzee Zuberi aelewe viuno vya wachawi. Mchoshe. We. Allah. Mlembo. Binti. Jambo. Sijambo. We. Yaani hapa mguu ndala, mkono ndala, iserere isalala, chuma cha kale. Alafu kuna mtu kanielekeza kichwani pita njia hiyo, utamwona mlembo. Sasa na binti, nani na mazungumzo nawe kidogo, lakini naomba tukaongelee kichakani pale. Umesikia? Sawa. Sawa? Sawa. Kichakani pale. Mwenzio nakosa vingi. Vingi. Yaani ndabati jamani. We. Ala, yaani hapa mguu ndala, mkono ndala. Iserere sawa. Vuaga kabisa. Fanya haraka basi tayari nishafika. Wewe unaniambia wewe vuaga, mimi nikija hapa najua kuweka tu cha. Hatima. Hatima wewe. Hatima mama.